Ngome ya wazee wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Dodoma wameiomba serikali kutoa kipaumbele kwa wazee hususan katika suala la maridhiano, hali itakayosaidia kuleta amani na umoja nchini kutokana na busara walizonazo. Leo Januari 10 ya mwaka 2026, ngome hiyo imezungumza na waandishi wa habari katika ofisi za chama cha ACT Wazalendo zilizopo Kizota, Dodoma. Danson Daniel Kaijage ni katibu wa ngome ya wazee mkoa wa Dodoma. Amesema ni vyema serikali kaondoa siasa kwenye maisha ya watu na badala yake ione umuhimu mkubwa wa kuwatumia wazee, kwani ni hazina kubwa nchini. Akizungumzia vurugu zilizojitokeza kipindi cha uchaguzi Oktoba 29 ya mwaka 2025, amesema wazee ndio watu pekee ambao wanaijua nchi, hivyo wanaweza kuwa na mchango mkubwa na sio kuwabeza. Ione umuhimu mkubwa kwenye maisha ya watu, hususan kwenye wazee. Wazee ni hazina kubwa, wazee wanahitaji kutunzwa, wazee wanatakiwa kusikilizwa na wazee wanatakiwa kuheshimiwa. Tukitoka katika swala hili, tunajua wote tumetoka katika uchaguzi wa tarehe 29 ambao tumeufanya nchi nzima imejua, kilichotokea kinajulikana na kimefahamika. Huko sisi hatuna shida. Uchaguzi umeisha, maisha yanaendelea. Lakini tujue tu katika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan daktari, anajitahidi kufanya maridhiano, na maridhiano ni kwa sababu ya kuwafanya Watanzania wote kuwa wamoja, na ndicho kila mtu anakitaka. Lakini kuna watu ambao wanaijua Tanzania hii, wanaielewa Tanzania hii, wakiwepo wazee, na wazee ndio nguzo kubwa inayoweza kutoa ushauri ambao unaweza ukaleta msimamo mzuri na nia njema na watu kusimama. Sasa hivi karibuni tumesikiliza Mzee Warioba ametoa ushauri na ameongea na rais na anashauri masuala ya nchi hii, na Mzee Warioba hakuna mtu ambaye anaweza kumbeza mwenye akili timamu. Ni mzee ambaye amefanya kazi katika nchi hii kuanzia kutafuta uhuru, na amekuwa kiongozi katika nafasi mbalimbali, na ni mwanasheria. Lakini inapotokea vijana Gen Z wakaamua kubeza na kumtoa maneno ya kashfa kwa mzee yule, inaonyesha ni dhahiri kwamba wanataka kuvuruga swala zima, nia njema ya kufanya maridhiano. Swala hili kama wazee, sisi ngome ya wazee mkoa wa Dodoma kupitia ACT Wazalendo, swala hili tunalilaani. Lakini si kulilaani tu, tunaomba viongozi kama rais, waziri mkuu na viongozi wengine, waziri wa mambo ya ndani, wakemee mambo hayo haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu mtawafanya wazee wanaojua historia ya nchi hii washindwe kuongea mambo yanayohusu usalama wa nchi yetu. Na kama viongozi hawatasema, tutaamini wazi kwamba viongozi ndio wanatuma vijana kufanya ujinga huo wanaofanya. Inasikitisha. Siamini kama sisi hapa wote ambao tumebahatika kuwa na wazazi, kama baba yako anaweza akaongea jambo ukaenda ukamwambia huyu baba naye kapitwa na wakati, ni bora akafe. Sio maneno mazuri, hayajengi nchi, hayajengi heshima, hayaleti ustawi mzuri wa serikali. Kwa maana hiyo basi, sisi kama ngome ya wazee mkoa wa Dodoma tunaitaka serikali iendeshe utaratibu wa kufanya maridhiano kwa kusikilizana, na si kwa kufanya mambo double standard. Watokee vijana fulani wauni wakabeza watu fulani, na watu fulani wakikosoa waonekane ni wabaya, ili jambo aliweze kuleta mustakabali wa nchi. Tumetoka kwenye uchaguzi, na uchaguzi ulikuwa mchungu na ulikuwa mgumu, lakini sasa tunahitaji kuwa pamoja kama nchi. Wasitokee watu wachache wakavuruga kinachokusudiwa kukifanya. Sisi kauli mbiu yetu ACT Wazalendo ngome ya wazee tunasema siasa sio vita, siasa ni hoja, tunashindana kwa hoja. Lakini pia ngome ya wazee tunasema
Hatuhitaji mambo yote ya nchi hii kuingizwa katika masuala ya udini. Sisi hatuna tamaduni za udini. Kama ACT Wazalendo tunakemea masuala mazima ya udini kwa sababu sisi Watanzania ni wamoja. Baadhi ya wazee ambao walihudhuria mkutano huo ulioandaliwa na chama cha ACT Wazalendo na waandishi wa habari wamesema kuna changamoto nyingi ambazo serikali inapaswa kuzifanyia kazi, ikiwepo swala la bima za afya pamoja na changamoto ya umiliki wa ardhi. Sisi wazee kwa kweli tuna matatizo makubwa. Tuliwahi kuambiwa kwamba tunataka tupewe vitambulisho vya matibabu, tukaenda tukashindishwa kutu hapo, tukakaa tukaandikwa majina, tukapigwa picha na nini. Basi tukao tunategemea kwamba tunaweza tukapata vitambulisho, tunaweza vikatusaidia. Yaani inawezekana sasa hivi sijui miaka 6 imepita, hata taarifa yoyote hatuna kama kuna vitambulisho, lakini tulishinda kutwa na njaa. Wazee wengine tuliwakokota kwa mji, wazee wenzetu wengine hata kutembea hawawezi, lakini hatukuona kitambulisho wala nini. Shida yote tuliyopata ni bure. Sasa nitakuja kwa yangu mimi binafsi. Mimi binafsi nina matatizo makubwa, yani mwaka 11 unahangaika kuhusu mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Mkurugenzi wa jiji la Dodoma alichukua ardhi yetu, ikiwepo mimi na kakaangu. Alichukuliwa hiyo ardhi miaka 11 iliyopita. Kaka akapata pressure akafariki, nikabaki mimi, tukaendelea kudai. Kila siku tunapewa barua tu za ajabu ajabu, ardhi tumechukuliwa, tumekosa kiwanja, tumekosa hela, tumekosa nini, na ardhi yetu ilikuwa na vibali kila kitu, mpaka mahakamani imefika, mpaka wamefanya hesabu zote, kila kitu wanasema watatulipa, mpaka kuna barua zingine hapa zipo kwa ushahidi tu. Barua zipo, tunapewa barua za ajabu ajabu. Mwenyekiti habari mjaribu kuangalia, kazi yetu kupewa ahadi, lakini hakuna tunachofanikisha. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mkurugenzi wa jiji la Dodoma pamoja na viongozi wote wa serikali wajaribu kutuangalia sisi tuliokuwa tumepoteza ardhi zetu, halafu tunaambuliwa tu barua za propaganda, hatulipwi, hatupati chochote, tunasumbuka. Mwaka 11 kwenda rudi, hakuna mafanikio yoyote. Kama mnavyoona barua hizi, unaona barua hizi, kazi tunapewa gatuzi barua. Naitwa Pili Sudi Shabani. Kipindi cha miaka nyuma nilikuwa mkazi wa Mkonongo, mtaa Mkonongo hapo. Wakaja wakasema bwana, tunasogezana mipango miji kuboresha mji. Mlio kuwepo mtasogezwa na wengine wataenda hivi, wengine watapewa viwanja, lakini na fidia mtafanyaje? Mtalipwa. Kwa kweli tukaja tukabomolewa nyumba zetu, fidia tukuziona kupewa, mpaka kipindi alipokuwepo Magufuli alivyokuja hapo nani magereza, tukataka kujitokeza ili twende, hatukupewa nafasi ya kuongea mpaka mzee wetu amefariki, na mpaka sasa hivi hatujalipwa hela zetu ambazo walizosema za kufutia machozi mpaka sasa hivi. Karibia hii miaka sijui mingapi. Kwa kweli basi na sisi wanatufikiria, na sisi ni binadamu. Na umri wenyewe tuliokuwa nao sisi tumeshakuwa wazee. Hebu niambie, mnabomolewa vibanda vyenu alafu mnasogezwa sehemu nyingine. Huna hata sentano ya kwenda kujengea, unaenda kukaa juu ya mti. Abel Kitema ni mwenyekiti wa ngome ya wazee chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Dodoma. Amemwomba Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha wanatoa pensheni kwa wazee kama ambavyo imekuwa ikifanyika kwa upande wa Zanzibar, kwani nchi ina rasilimali zinazokidhi kuhudumia watu wa makundi yote. Kwa kweli wengi wanapata maisha magumu mno. Utakuta mwingine anapata mshahara wa 100,000. Anahangaika hivi na hivi. Sasa tunamwomba mama, kama wazee wa serikalini, tunamshukuru kwanza, nampongeza, ameongeza kipato, pensheni imekuwa kubwa sasa tofauti na zamani, toka alipoongeza Kikwete, na katika miaka 4 hii ameongeza pensheni.
na bahati nzuri na mimi mhusika nafahamu. Kwa hiyo tunaomba sana mama awaangalie wazee hata wengine, hata kama Zanzibar anapata na sisi hapa tuna madini, tuna nini. Itashindikanaje kwamba wazee wasipate pensheni? Kuna kipindi fulani alisema kwamba Zanzibar anapata kwa sababu wako wachache. Kwa wachache sababu hata siku wazee sio wengi sana nchi hii. Tuna madini, tuna kila kitu. Serikali haiwezi kuwashinda kwa kuwapa pensheni wazee kuanzia miaka 70 ili na wenyewe wapate kujikimu katika hali ngumu ya maisha. Wanaishi kwa kuomba, wengine wanapata makopo barabarani. Sasa tunaomba sana mama, tunakuomba sana. Kama hawa serikali walioongeza pensheni imekuwa nzuri. Wazee ambao wana uwezo mpigania uhuru,